Mkurugenzi wa fedha na utawala wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, George Mahigu Seni, anadaiwa kukamatwa na jeshi la polisi tarehe 15 Disemba 2025 akiwa mkoani Arusha alipokuwa katika majukumu ya kikazi, kisha kusafirishwa hadi Dodoma kwa ajili ya mahojiano. Kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, baada ya mahojiano hayo, Mahigu aliachiwa na kurejea katika majukumu yake ya kawaida. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa amepewa maelekezo ya kutoendelea na kazi kwa sasa bila kukabidhiwa barua rasmi ya kusimamishwa kazi wala maelezo ya kisheria yanayobainisha hatua hiyo. Inaelezwa kuwa hatua hiyo inahusishwa na ujumbe aliochapisha katika kundi la WhatsApp la marafiki lijulikanalo kama Shycom, ambapo Mahigu alitoa maoni yanayogusa masuala ya siasa, uongozi na madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wananchi. Katika baadhi ya ujumbe wake, Mahigu alinukuliwa akisema kuwa changamoto nyingi zinazoikumba jamii zinatokana na ukosefu wa siasa bora, uongozi makini na demokrasia imara. Pia alionyesha wasiwasi kuhusu matumizi ya nguvu, akihoji uhalali wa matukio yanayodaiwa kuhusisha wananchi kupigwa risasi au kuumizwa, huku akisisitiza kuwa hakuunga mkono uharibifu wa mali za umma au binafsi, bali alipinga kiwango cha nguvu kilichotumika. Katika ujumbe mwingine, Mahigu aligusia mjadala wa ukosefu wa maji na siasa, akirejea pia kauli inayodaiwa kutolewa na Godbless Lema, kada wa Chadema na mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho, kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, akihimiza masuala nyeti kama maji kutoingizwa katika mijadala ya kisiasa. Hadi sasa, hakuna tamko rasmi lililotolewa na NIDA wala jeshi la polisi kuthibitisha kwa kina madai ya kukamatwa kwa Mahigu, sababu za hatua hiyo au maelekezo ya kumzuia kuendelea na majukumu yake. Tukio hili limezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi na wadau wa haki kuhusu uhuru wa kutoa maoni, mipaka ya mawasiliano katika makundi binafsi ya mitandao ya kijamii, pamoja na uhalali wa kuchukuliwa hatua za kinidhamu dhidi ya watumishi wa umma bila kufuata taratibu rasmi na za kisheria.